mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili. Msikilizaji na mtazamaji wa Jukoki TV, natumia nafasi hii kukukaribisha katika somo lingine ambalo hili sasa ni sehemu ya 6 linalozungumzia dalili za mapambazuko. Dalili za mapambazuko. Nakumbusha ya kwamba tunazungumzia dalili za kuja kwa Kristo mara ya pili. Kuja kwa Kristo mara ya pili. Rejea kwa masomo ambayo yametangulia ili uweze kupata mlolongo mzuri wa somo hili na hatimaye uweze kulielewa. Basi nikualike tupate kuomba. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa muda huu na masaa haya. Tuongoze katika neno hili tunalojifunza tena. Kwa jina lake Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Dalili za mapambazuko. Kwenye somo ambalo limetangulia kwenye somo la 5, sehemu ya 5, nimemalizia nikikwambia kwamba Marekani itaungana na Umoja wa Ulaya, lakini pia itaungana na mataifa mengine ya Afrika, lakini pia mwisho wa siku watalazimisha utunzaji wa Jumapili ulimwenguni kote. Kwa hiyo unaposikiliza haya, hebu zingatia kwa umakini zaidi. Jumapili nimeisha kwambia kwamba inapigiwa debe na watu wengi, lakini ukweli halisi ni kwamba sio amri ya Mungu. Watu hata kama wanamhubiri Yesu Kristo, wanasema vizuri kuhusiana habari za Yesu, lakini jua ya kwamba ili injili iweze kuwa injili ina vitu viwili ambavyo nimedumu kukwambia. Jambo la kwanza, injili hii inahusu amri za Mungu, lakini na imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo injili ili iweze kuwa injili, lazima ndani yake kuwemo na amri za Mungu halafu na imani ya Yesu. Watu wanapohubiri amri za Mungu wanaziacha. Badala ya sabato ya siku ya 7 wanashikilia Jumapili, siku ya kwanza ya juma, ambayo kwenye maandiko haipo. Ujue ya kwamba ziko injili mbili: injili ya ukweli ya washikao amri za Mungu na imani ya Yesu, halafu injili ya uongo, ile ambayo wanahubiri kuhusu habari za Yesu Kristo, halafu wanakanyaga amri za Mungu. Sasa hilo jambo limejificha katika utunzaji wa Jumapili, siku ya kwanza ya juma, na utunzaji wa sabato, siku ya 7 ya juma. Iko iliyoanzishwa na Mungu na iko iliyoanzishwa na wanadamu. Je, utachagua hipi? Hii ambayo imeanzishwa na wanadamu, wanashikamana na mataifa yote kuhakikisha wanawashinikiza watu, wanawasukuma watu, wanawalazimisha watu waweze kuitunza. Na ndiyo sasa maandiko yanazungumzia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 hadi aya ya 16. Ukitaka kusoma utaona hicho kitu kiko hapo. Maandiko yanazungumza. Sasa nimekwambia kwamba Marekani watashikamana na Umoja wa Ulaya, watashikamana na mataifa yote kulazimisha Jumapili, na kitakachofuata watu watalazimishwa kupitia sheria za raia. Haya mambo yatajadiliwa mabungeni, haya mambo yatatungwa sheria za kiraia, kisha kuwalazimisha wakazi wote wa dunia kuishika Jumapili, kuabudu siku ya Jumapili kinyume na sabato takatifu. Kwa hiyo kutakuwepo na vita kubwa. Watu wa mataifa dunia nzima wakienda kinyume na wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, wanaoitunza sabato ya siku ya 7 ambayo ni siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kutakuwepo na vita kati ya Jumapili na Jumamosi. Watakao lazimisha ni Marekani. Sasa wamefika wapi? Ili iwe dalili ya mapambazuko ya kwamba Yesu Kristo anakaribia kuja. Bado kitambo kidogo sana, yeye ajaye atakuja. Waebrania sura ya 10 fungu la 37. Yesu Kristo anakuja. Ufunuo sura ya 1 fungu la 7 na fungu la 8. Mimi ni Alfa na Omega, anasema nakuja upesi. Atakuja, Yesu Kristo anakuja, na ajakawia hata kidogo. Ndiyo maana unaambiwa haya mambo ukae mkao, ukae sawa sawa.
Mara nyingi umesikia habari za neno la Mungu linahubiriwa, amri za Mungu inahubiriwa, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase inahubiriwa, lakini unaweza ukawa umesikia lakini hujaelewa. Nahitaji nikwambie mambo yaliyoko mbele ni makubwa kiasi ambacho unatakiwa kuwa makini, Hebu sasa tuangalie Marekani wanakaribia kiasi gani katika utunzaji katika Jumapili hii ambayo watailazimisha ulimwenguni kote. Wamefikia wapi? Mataifa yamefikia wapi? Unapozungumza sasa hivi tuko wapi? Ili tunapokuambia Yesu Kristo anakuja, hii ni dalili njema ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Ufunguke macho katika jina la Yesu, ufunguke macho. Sasa hebu tuongee kama watu watu wazima na wasomi wanaoishi karne ya 21, ambao wafungwi kwenye gunia na kupelekwa wasiko kujua. Watu wanaoishi karne ya 21 hawafungwi kwenye gunia na kupelekwa wasiko kujua. Hiyo haipo kwenye karne ya 21. Sasa dunia katika mwamvuli wa teknolojia ni kama kijiji. Yaani tunasema dunia katika teknolojia, dunia ni kama kijiji. Lakini hiyo ilikuwa ni miaka ya 2015 huko. Lakini kwa sasa 2025 dunia sio tena kijiji, bali dunia ni kama kitongoji. Mahali ambapo unaweza ukasurvey kwa muda kidogo, kwa muda mchache sana, ukaelewa jambo linaloendelea ulimwenguni kote. Yaani dunia imekuwa kama eneo dogo ambalo unaweza ukalitembea na miguu kwa kutumia teknolojia, ukaelewa ni nini kinachoendelea hata katika ikulu za wafalme wa dunia. Swali sasa linakuja, Marekani na Umoja wa Ulaya wamekaribia kiasi gani kuitangaza Jumapili ili mataifa mengine nayo yafuate nyayo zake, kama tulivyosoma kwenye Danieli huko sura ya 11 fungu la 41 hadi fungu la 43, ili mataifa mengine yafuate nyayo zake. Wamekaribia kiasi gani? Lakini angalia, Umoja wa Ulaya mwaka 2009 walipendekeza Jumapili kuwa siku ya kupumzika. Hapa sasa ninapozungumza imepita zaidi miaka 16. Miaka 16 imepita tangu Umoja wa Ulaya wamependekeza Jumapili kuwa siku ya kupumzika. Na hivi ninavyozungumza mwaka 2024 wamevoti officially na kuiweka kwenye official document kuwa siku ya kupumzika. Wanasubiri yule aliyeandikiwa katika unabii Marekani akinukishe kwanza. Yeye Marekani akinukishe, ndipo wengine wafuate nyayo zake. Uangalie. Kwa hiyo unapoangalia Umoja wa Ulaya wanasubiria Marekani aliyeandikiwa katika unabii akinukishe kwanza. Sasa ukiangalia Umoja wa Ulaya tayari mambo yao kwenye lile bunge la Congress, tayari wamekwisha kuiweka Jumapili kuwa siku rasmi ya kupumzika. Sio ya lazima, hawalazimishi mtu kwa sasa, kwa sababu muda bado haujafika. Hawalazimishi, lakini itafikia saa ambapo wataungana na Marekani kulazimisha. Swali sasa linakuja, Marekani wao wanakaribia kiasi gani? Naomba usikilize kwa makini, haya mambo yatakusaidia. Na ukitoka hapa, kwa sababu nazungumza tuko kwenye mwamvuli wa teknolojia, baada ya kutoka hapa na wewe nenda kafuatilie, uangalie haya mambo, je, ni ya kweli ama sio ya kweli? Kama ni ya kweli basi yafuate, kama sio ya kweli basi achana nayo. Lakini nataka nikwambie haya mambo yana ukweli ndani yake. Zingatia, Marekani wanakaribia namna gani? Ziko hoja 3 ambazo nataka niende nazo, zinazoonesha ya kwamba Marekani wanakaribia kiasi gani kuitangaza Jumapili. Angalia, Marekani yenyewe imeanza zamani taratibu, lakini kwa uhakika walianza kuweka sheria ndogo za kuzuia kazi siku ya Jumapili, ambazo sasa zimedumu kwa muda mrefu kuwaweka watu katika mazoea ya kuheshimu Jumapili. Hii ninavyozungumza
haijalishi ni cha Waadventista wa Sabato, haijalishi ni mpagani, haijalishi ni Mbudha, haijalishi ni Wayahudi, haijalishi wale wasio na dini. Zimewekwa sheria ndogo ndogo ambazo hizo zinawazoeza wao kuishika au kuitunza Jumapili au kuiheshimu Jumapili. Sheria hizo zinajulikana kama blue laws, sheria za blue. Kama una simu, una smartphone, wewe nenda katafute Google, wewe tafuta blue laws, watakuonesha ni sheria ambazo ziko kwa ajili kuwasaidia watu kutunza Jumapili. Zinaitwa blue laws. Tafuta kwenye Google utaziona. Haziwezi zikakosa na hawawezi wakazifuta mpaka sasa. Zipo Google, tafuta blue laws utaziona. Kwa hiyo watu wameishawekewa katika kautamaduni, siku ya Jumapili ni siku ya kupumzika. Siku ya kupumzika. Haijalishi ni Mkristo, haijalishi ni mpagani, haijalishi ni Msabato, haijalishi ni Mbudha, haijalishi ni Myahudi, haijalishi wewe ni wa dini gani, ni wa kabila gani. Unajua, hujui, siku ya Jumapili ni siku ya kupumzika. Sheria ndogo ndogo ziliwekwa tangu zamani, kama sikosei miaka 1988 huko. Jambo la pili, Marekani sasa inaendelea na ratiba ya uwekaji wa sheria za heshima kwa Jumapili kwa kila jimbo, yani states, yani kwenye kila nchi. Maana kwa kila jimbo, hizo states hizo za Marekani. Maana Marekani si ni nchi ambazo zimeungana, ni nchi kama nchi kwa mfano Tanzania, Kenya, Uganda na nini zilizoungana. Nasema takribani nchi 54 zimeungana. Kwa hiyo kila majimbo wanaendelea na ratiba yao kuweka amri za Mungu, kuonesha kwamba nchi ya Marekani inatoka katika ile ambayo zamani walisema kwamba wanaanza kutoka kidogo kidogo ile ambayo walisema zamani kwamba uhuru wa kuabudu. Yani nchi na serikali, dini na serikali vilikuwa separated, yani vilikuwa vimetenganishwa. Lakini kwa kadiri siku zinavyokwenda, inavyokaribia na kuja kwa Kristo mara ya pili, Marekani inajihusisha na mambo ya dini. Sasa unajua kwamba watu wana dini lakini serikali haina dini. Lakini tunapokaribia mwisho, dini ya serikali itakuwa na dini. Ndicho kitu ambacho wanaendelea nacho Marekani. Wanafanyaje? Wanafanya hivyo kwa kubandika amri za Mungu kwenye public schools, kwenye shule za umma, vyuo na kadhalika. Maana lengo la Marekani sasa ni kurudisha Mungu Marekani. Yani kumfanya Mungu awe Mungu wa Marekani. Maana yake hakuna kutofautisha dini na serikali. Mtaangalia kipindi ambacho Rumi ilipoungana na serikali ikaifanya dini kuwa ya serikali, tangu enzi za mfalme Konstantino, siku zilianza kufupizwa, mateso yakaanza, kwa sababu ulitumika mkono wa dola, mkono wa serikali kuwalazimisha watu kutii mafundisho ya kidini. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa ukifahamu. Kwa hiyo utaona huyu Mungu wa Marekani ni Mungu yupi? Ni Mungu wa Jumapili, wala sio Mungu wa amri ya Mungu ya siku ya saba. Ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Ni Mungu wa Jumapili. Mungu wa Protestanti walioanguka wa Marekani na umoja wa Ulaya ndiyo ambaye anahitaji kurudishwa Marekani. Majimbo haya ni yapi ambayo tayari yamekwisha kuweka sheria za utunzaji wa Jumapili? Hayo majimbo ni yapi? Hayo majimbo ni kama yafuatayo. Jimbo la kwanza lilikuwa ni jimbo la Louisiana. Jimbo lingine lilikuwa ni jimbo la Texas. Kuna jimbo kama la Arkansas, kuna jimbo kama la Oklahoma na majimbo mengine yapo. Sasa hapa hivi nazungumza, lakini sio majimbo hayo. Ni zaidi ya majimbo hata 30 ambayo tayari yamekwisha kufanya jambo la namuna hiyo. Lakini pia kuna jimbo lingine, kuna jimbo la Utah. Hili jimbo la Utah lilipitisha sheria ya Jumapili mnamo tarehe 7 Machi 2025 mwaka huu. Ilipitisha sawasawa kama kwa Konstantino
Konstantino alivyopitisha sheria ya kwanza ya Jumapili mnamo tarehe 7 Machi mwaka wa 321. Maana sheria ya kwanza ya Jumapili ilianza kutangazwa na mfalme Konstantino kuwapa heshima wale waliokuwa wanaabudu jua, kwa sababu Jumapili ilikuwa ni siku ya kuabudu jua. Kwa kufanya hivyo alitaka kuwaunganisha Wakristo pamoja na wapagani. Hilo lilikuwa ni jimbo la Utah. Lakini hivi hapa mpaka tunavyozungumza sasa hivi ni Disemba, Novemba 23, jimbo la Michigan lilifanya kitu cha namna hiyo pia, lakini lenyewe lilipiga hatua kubwa zaidi kumtangaza Yesu kama mfalme. Resolution namba 222 namba 222 wanasema Christ the King Sunday. Christ the King Sunday. Manake Yesu Kristo anatambulika katika jimbo la Michigan kama nani? Kama mfalme wa Jumapili. Unaangalia hiyo kitu inavyokwenda. Na hili resolution walipitisha moja kwa moja kwenye bunge lao. Walipitisha moja kwa moja kwenye bunge lao kwenye jimbo la Michigan, kwenye jimbo la Michigan. Sikia, Marekani kila uchao Jumapili ambayo tayari iko kwenye vichwa vya watu wanaoipenda sana, inaingia ikulu za kila jimbo. Si siri tena, bali ni jambo ambalo linaloonekana wazi. Kwa hiyo Jumapili inaonekana kama ni jambo la kawaida, lakini ajenda yake ni kubwa sana, na ni dalili ya mwisho ya pambano la kiroho, kuonesha kwamba liko pambazuko la kiroho linalokuja, linaloonesha ya kwamba Yesu Kristo anakuja mara ya pili kuwachukua walio wake. Ni alama ya kukusaidia. Jumapili ni alama ya kukusaidia wewe na mimi kuamka katika usingizi wa kiroho, na kukaza macho yetu kwa Kristo, tukijua ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Yaani unapoona Jumapili na gain momentum namna hii, maana yake hiyo ni dalili ya kwamba pambazuko la kiroho linakaribia. Yesu Kristo anakaribia kuja. Dalili ya kwamba Yesu Kristo anakuja. Usipuuzie haya mambo unaposikia. Wakati tukiendelea na mada hii, usipuuze, badala yake ingia katika maombi, omba, pitia kwenye maandiko matakatifu, uangalie kwa nini kama Mungu ni mmoja wa Kristo tunagawanyika. Hawa wanaabudu siku ya Jumapili, hawa wanaabudu siku ya Jumamosi. Kuna siri gani kati ya Jumamosi na Jumapili? Shetani hapo ndipo ambapo amewawekea watu hawafunge. Usikubali hayo mambo, kwa sababu shetani analenga kuwaharibu watu wa Mungu. Unaposikia ujumbe huu sasa hivi, usifanye moyo wako kuwa mgumu, jisalimishe mikononi mwake Mungu. Hivi nazungumza majimbo kama Utah, Louisiana na kadhalika. Yako majimbo mengi. Hata ukimuuliza mtu yeyote, acha tu sisi tunaoishi Afrika, tunaoishi Tanzania na mataifa mengine, waulize walioko Marekani, wakwambie vuguvugu la utunzaji wa Jumapili liko kasi namna gani. Utakuja kugundua. Na hiyo video ni hii hapa. Iangalie vizuri ikusaidie. Declare November 23rd, 2025 as Christ the King Sunday in the state of Michigan. I'm about to introduce it, and it should be read in tomorrow. House Resolution number 222, introduced by Representative Shriver. A resolution declaring November 23rd, 2025 as Christ the King Sunday in the state of Michigan. Speaker recognizes Representative Shriver. Thank you, Madam Speaker. Next week, on November 23rd, marks Christ the King Sunday, a day when Christians across Michigan pause to remember that moral truth stands above political power. When this observance was first established 100 years ago to date, the world was drifting towards ideologies that promised control but offered no peace. This reminded people that freedom depends on something deeper than government. It depends on the conscious virtue of its citizens and our bedrock of faith. That message resonates 100 years later to this day.
We live in a time when it's easy to lose sight of the principles that hold a community together. Christ the King Sunday calls us to humility, courage, and service, virtues that strengthen both faith and public life, a unity like no other in Him. As we prepare for this day, may we remember that our work right here carries a weight way beyond policy or partisanship. Is he preaching? Each decision we make must reflect integrity, respect for truth, and a concern for all that we represent. God bless you, Madam Speaker. Thank you. And now The come to question before vote. the House is on the adoption of House Resolution 222. All those in favor of the resolution will say aye. Aye. Those opposed, nay. The resolution is adopted. Bila shaka umeangalia hiyo video namna inavyozungumza, upate kuelewa kwamba nchi ya Marekani haiwezi katangaza Jumapili officially taifa kabisa kitaifa, ikatangazwa kitaifa bila kuwa imepitia kwenye majimbo. Haiwezekani. Lazima majimbo yapitishe hii Jumapili, yani watu waikubali, kisha itangazwe officially. Lazima itangazwe officially. Lakini pia jambo lingine la tatu, maana nimekwambia yako mambo matatu. Jambo lingine la tatu linaloonyesha Marekani inakaribia sana kuitangaza Jumapili ni hili: kutokana na mapendekezo ya waafidhina ambao wanajihusisha na uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hawa tunawaita environmental conservatives. Hawa kutoka kwenye shirika la The Heritage Foundation. Nikisema mashirika kama The Heritage Foundation, watu walioko Marekani na wanaofuatilia wananielewa kwamba The Heritage Foundation ni mashirika gani. Hawa wanahusika na kuandaa sera za taifa la Marekani kupitia kwenye chama cha Republican. Wamependekeza pumziko la Jumapili kuwa lipitishwe na serikali kwenye Project 2025, ambayo inatekelezwa zaidi sana tangu mwaka 2024 mpaka mwaka 2028. Kwenye mswada wao ukurasa wa 589 utasoma wamelenga kuitangaza Jumapili kama siku ya kupumzika, the day of rest, nayo inaitwa Sabato. Jumapili kwamba ni siku ya kupumzika, ni Sabato, lakini ni Sabato bandia, sio ile ya kweli ambayo Mungu ameiweka kwa watu wake. Sasa ukiangalia katika hapo utagundua ya kwamba kumbe Marekani wanakaribia kwa kiwango kikubwa sana kuitangaza Jumapili. Sasa kama mswada wao utaenda namna hiyo, hao wakalitimiza namna hiyo kwenye Project 2025, kwenye mradi wa 2025 unaotekelezwa tangu 2024 hadi 2028, wanahitaji waitangaze Jumapili kama siku ya kupumzika. Uone ya kwamba ziko dalili zinazoonesha jambo hili. Wanalizungumza ya kwamba sio lazima, hawatamlazimisha mtu yeyote kabisa kuitunza Jumapili, hawatamlazimisha. Ndivyo ambavyo wanazungumza katika jambo hili, sio lazima, maana wanalenga kuwa utakuwepo na uhuru kwa Wayahudi wanaosali Jumamosi na Waadventista wa Sabato wenye msimamo wa kidini wanaosali siku ya Ijumaa jioni jua linapozama mpaka Jumamosi jua linapozama. Kwa hiyo hakutakuwa na ulazima, bali kila mtu ataendelea na mambo yake kulingana na msimamo yake ya kidini, Sasa wanasema kwamba haitakuwa lazima, lakini je, wanaposema haitakuwa lazima, nini ambacho roho ya unabii inachokizungumza? Nini ambacho maandiko yanachokizungumza? Hapo ndipo sasa tunakuja dalili ambayo inaonyesha ya kwamba Yesu Kristo anakaribia kuja, dalili ya mapambazuko. Sasa hii
ni wasilisho la 6. Tunaenda kwenye wasilisho la 7. Kwenye wasilisho la 7 nitakufunulia maandiko kabisa yanayoonyesha ya kwamba ni hatua zipi ambazo Marekani watazipitia hatua kwa hatua, ili ya kwamba nitangaze wailazimishe Jumapili kwa wakazi wa dunia wote. Mungu akubariki. Zingatia kwenye wasilisho linalofuata mara baada ya wasilisho hili. Mungu akubariki. Mungu akutie nguvu katika jina la Yesu. Amina. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unaishi juu mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Tuongoze tunapojifunza haya, tusikae tumeshangaa tu, bali tuelewe na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wako. Kwa jina lake Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Mkoa kwa mkoa, taifa kwa taifa, bara kwa bara, na Jukoki TV, mwanga wa Injili.